nataka kukufundisha wewe unayenisikiliza jinsi ya kunyonya mapumbu, yani korodani, kwa kutumia barafu. Kwa sababu mapumbu, msikilizaji, au korodani ni tatizo linalowakabili wengi, hasa baada ya kukwaruzwa, kuumia au sababu zingine zinazoletwa za kijenetiki. Kwa hivyo kupiga mnyonyo sehemu ya korodani kwa kutumia barafu ni njia rahisi sana, ya bei nafuu na isiyo na madhara yoyote. Barafu inasaidia sana kupunguza uchungu. Barafu inasaidia kuzuia uvimbe, lakini pia inaharakisha upungufu wa hayo mapumbu ama korodani. Kwa hivyo hatua kwa hatua nitakufanyia na kukuelekeza jinsi ya kunyonya mapumbu kwa kutumia barafu. Na vitu unavyohitaji ni vipande vya barafu. Ukipata ice cubes itakuwa bora zaidi, ama kwa mfano umeweka maji kwenye freezer yakashika donge, basi hilo donge unaweza kulivunja likawa vidonge vidogo vidogo. Kwa hivyo hapa vinavyohitajika ni vipande vya barafu, kitambaa kisafi ama plastic. Kitu cha mwisho ni maji ya kunywa, of which sio lazima. Sasa hatua ya kunyonya hayo mapumbu kwa kutumia barafu, kwanza unaanza kwa kuandaa hiyo barafu. Alright, utaweka vipande vyako vya barafu ndani ya kitambaa kisafi ulichonacho, ama ukipata plastiki, it can work either way. Ikiwa huna barafu, unaweza kutumia bag ya mboga iliyowekwa frijini. Alright, sasa hatua ya pili, utasafisha sehemu ya korodani. Alright, unaosha eneo lenye mapumbu kwa maji safi na sabuni ili kuepuka maambukizi. Hatua ya tatu, unaweka barafu kwenye korodani au mapumbu. Utafunga barafu kwenye kitambaa na uweke moja kwa moja kwenye korodani. Okay? Usiweke barafu moja kwa moja kwenye ngozi, kwa sababu inaweza kukusababishia kuvimba ama kuharibu ngozi. Hatua ya 4, unashika kwa muda wa kutosha. Weka hiyo barafu kwa takriban dakika 10 mpaka 15, kisha iondoe kwa muda mfupi. Utarudia huo mchakato kila baada ya masaa 2 mpaka 3 kwa siku 1 ama 2, mpaka utakapopata mabadiliko. Sawa? Kwa hivyo utaendelea kufuata mwendo huo huo mpaka mapumbu yanyauke. Kwa hivyo utaendelea kutumia barafu kwa siku kadhaa mpaka mapumbu yanyauke ama yaanguke. Sasa kuna faida ambazo zipo na mtu anapata unapotumia barafu. Faida zenyewe ni gani? Faida ni nyingi na ziko kadha wa kadha, msikilizaji. Kwa hivyo faida ya kwanza, inapunguza maumivu na inapunguza uvimbe kwa haraka iwezekanavyo. Alafu haipi ngozi kama njia nyingine ambazo ukitumia unapata madhara. Kama nilivyokutangulia hapo awali kwamba utumizi wa madonge ya barafu haina madhara yoyote. Na madonge ni kitu ambacho kinapatikana kwa urahisi ama kinauzwa kwa bei nafuu. That's the only advantage ambayo unaweza kuipata. Lakini nataka nikutolee ilani, kwa sababu unahitaji kuwa makini. Usiweke barafu kwa muda mrefu zaidi ya dakika 15, kwa sababu nimekutaarifu kwamba inaweza kukusababishia wewe kuvimba. Ikiwa mapumbu yako hayapungui baada ya siku kadhaa, basi itabidi uende ukatafute ushauri kwa daktari.
ila nakwambia kutumia barafu ni njia nzuri ya kushughulikia mapumbu bila gharama kubwa. Ikiwa utafuata maelezo kwa uangalifu, basi unaweza kuondoa mapumbu kwa urahisi. Kumbuka kuhifadhi usafi eneo hilo ili kuepuka maambukizo yoyote, maambukizo ya aina yoyote. Kwa sababu msikilizaji, kunao wanaume ambao wana magonjwa kama haya. Utapata mwanamume hawezi kutembea vizuri kwa sababu amefura mapumbu. Aidha amepigwa mnyonyo na mpenzi wake akamkwaruza, amejigonga, akafura. Sasa kutumia barafu inaweza kuyafanya ule uvimbe ukaisha na mapumbu yakarudi hali yake sawa.